Hoja ya pili hii sasa inahusiana na taarifa au uamuzi wa jopo la kimataifa la Umoja wa Mataifa kuhusiana na masuala ya haki za binadamu kuhusiana na, kwa hiyo hii haihusiani, mtu asije akasema kwamba anazungumzia masuala ya mahakamani. Yanahusiana masuala ya kesi sawa, yanamhusu mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, lakini si katika uamuzi huo kwamba mahakamani. Kwa hiyo mtu asije akaninukuu vibaya akasema kwamba nifanye nini, nimeingilia mwenendo wa kesi ambayo inaendelea hivi sasa. Nazungumzia opinion au maoni namba 74/2025 ambayo yanamhusu mwenyekiti Tundu Antipas Lissu ambaye ndio katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kwa hiyo serikali ya Tanzania ilipelekwa Umoja wa Mataifa kushtakiwa kutokana na jinsi ambavyo mwenyekiti Tundu Antipas Lissu alishikwa, jinsi ambavyo kesi yake imeendeshwa, haki zake zile za kule magerezani, haki zake za kushtakiwa kwa usawa na kwa haki mbele ya mahakama, na jinsi mwenendo mzima ambavyo utokea aliposhikwa ile tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Serikali ya Tanzania baada ya malalamiko hayo kuwasilishwa ilipewa fursa tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 kupeleka majibu yake, na ilitakiwa hiyo imefanya hivyo kufikia tarehe 29 ya mwezi wa 9 mwaka 2025. Wao walichelewa kufikisha tarehe 30 ya mwezi wa 9 mwaka 2025. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa ni kwamba maoni yao walileta majibu yao nje ya muda. Baraza hili la tume kikosi kazi au kamati hii ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu kuhusiana na watu ambao wanashikwa kibabe na kinyume cha sheria imefikia uamuzi wake kwamba, na ametoa maoni kwa Umoja wa Mataifa kwamba kushikiliwa kwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kulifanya kinyume cha sheria. Ilikuwa ni kukiuka kanuni zote za namna ya kuweza kumshika mtu. Aliposhikwa Songea kule na Mbinga, hapa kuwepo na warrant ya kumshika. Alishikwa bila kuwepo na warrant inayotakikana. Alafu jinsi ambavyo alikuja kuletwa hapa mahakamani na haki zake za mawakili ambavyo kwa nini zilikandamizwa akiwa kule gerezani, na zimeendelea zikakandamizwa akiwa mahakamani. Wamesema kwamba inakiuka agano la kimataifa la haki za kiraia na za kisiasa. Kwa hiyo ni agano la kimataifa la mwaka 66. Tanzania sisi tumesaini na tumeridhia hilo tamko, lakini imeonekana kwamba tumelikiuka vibaya sana. Katika zile ibara zake kama 30 na kitu, Tanzania imeonekana kwamba imekiuka ibara 14. Serikali ya Tanzania imekiuka ibara 14 kuhusiana na haki za mshtakiwa na mtu ambaye ameshingwa, ambaye yuko mahabusu. Kwa hiyo haki za mwenyekiti Tundu Antipas Lissu zimeonekana katika tamko hili kwamba zimekiukwa na serikali ya Tanzania. Ni ibara 14, sio moja au mbili, ni ibara 14. Hii inazungumza, inatoa taswira ya kusikitisha kwamba katika jamii ya kimataifa tumekubaliana, maana lile agano, jamii ya kimataifa imekubaliana kulindwa na kanuni za namna kuweza kuheshimu haki za binadamu. Unapokutwa na hatia ya kwamba wewe umekiuka ibara 14, wewe tena sio mtu ambaye ni muungwana, sio Mstaafrika, wengine wanasema wastaarabu, na sifahamu kwa nini wasema sio Mstaafrika, wao mstaarabu. Alafu sio mtu muungwana, mtu ambaye anaendana na masuala ya kimataifa, kwamba wewe ni mtu wa kisasa. Imeonekana Tanzania serikali hii imekiuka haki zake tokea alivyoshikwa mpaka jinsi ambavyo kesi yake imeendelea. Watu waliopigwa pale Kisutu imezungumzwa. Watu walivyoshikwa walikuja kupigwa sehemu mbalimbali hapa, mawakili walifanywa matendo machafu. Yote hayo yameonekana kwamba ni hatari. Wanachama wa Chadema waliopigwa na kwenda kutupwa kule mwituni yamezungumzwa hayo. Kwa hiyo tumeonekana kwamba matendo ya polisi, matendo ya serikali hii nzima ni nini? Ni uyawani. Yaani kwamba sio watu ambao tunafanya nini? Yaani ni watu kama, yaani ungeweza kusema kwamba matendo kama ni ya kishenzi. Yaani kutaka kuzungumza kwa lugha ya kiungwana lakini ni kali, sio ashakumsi matusi, ni kwamba ni nini? Ni ya kishenzi. Sasa uwezi ukakubali jamani, tukaonekana tunaongozwa na watu washenzi. Hiyo ndio verdict hii. Tumekutwa hujavunja ibara moja tu, ibara 14. Hizo infractions sio mchezo. Ni kwamba nyie ni watu nini? Washenzi. Sasa hiyo maana yake kwenye jumuiya ya kimataifa inatoka mtengwe. Wewe ni serikali ambayo ni nini? Ni chafu. Haya maneno yazungumza, naona mtapata nafasi ya kuisoma. Ni ya Kiingereza, imeandikwa ni kurasa ngapi? 14. Nchi yetu imekutwa na hatia mbaya sana. Hata kama ukienda hao ni watu hawasafishiki hao. Utamtuma Kabudi, utamtuma sijui Kombo, utamtuma Kikwete, utamtuma sijui na nani. Wote maana yake wanaenda kuwakilisha udini, wanaenda kutetea ushenzi. Sasa hii sio sawa. Sina mazungumzo mazuri ya kwenda kuyazungumza. Kabudi tumekuwa tufanya kazi wote, tunatetea ushenzi. Hapa sio swala la kutetea jimbo la tumbo. You once said so.
nasema kwamba mnatetea ushenzi. Sasa haya ni masuala ambayo jumuiya ya kimataifa imesema sio swala kuimba ule wimbo kusema Paulo usije kucheza na sisi una mikono michafu. Sisi tunatetea ushenzi. Sisi ni watu nini? Tunaongozwa na mambo ya kishenzi. Matendo ambayo unafanyia watu mahakamani lazima yaonyeshe kwamba wewe ni mtu muungwana. Hiki chama cha majambazi wanafanya nini? Wanasema wao kazi na utu. Utu gani hapa? Jumuiya ya kimataifa imekuta kwamba umekiuka ibara 14 za ICCPR. You are barbarian. You are a barbarian. Sasa tulikuwa na serikali ya namna hiyo ambayo inaitwa yani ni barbaric. Matendo ni hatari sana. It does not reflect poor on us as a country and as a people. It reflects poor on us. It does not require any kind of eloquence and whitewashing. What was done to Lissu and even to others was barbaric. Hapa tunazungumzia matendo ya tarehe 29 ambayo hayo sasa ni ya kishetani. Sasa tumechafuka huko mbele. Hii ni miongoni mwa hayo matamko. Hapa tunazungumzia kwenda ICC. Ya ICC ni wataweka mambo hadharani. Hawa watu wametuona kwamba sisi ni mahayawani. Kwa hiyo tumekutwa na hii, haijalishi kwamba utatuma timu gani ya kwenda kuzungumza huko, ni kwamba hali yetu ni nini? Ni mbaya. Tumekutwa, serikali hii imekutwa inakiuka, haiendani na nini? Namna inavyoendesha mashtaka yake, inavoshika watu, inashika watu kishenzi. Sasa hii ndio lugha ambayo sina namna ya kuweza kuitetea, kwa sababu inatokana nini? The opinion adopted by the working group on arbitrary detention at its 104th session, 10th to 14th of November 2025. Opinion number 74/2025 concerning Tundu Antipas Mugwai Lissu in bracket United Republic of Tanzania. Hiyo sio ya kwangu mimi inshallah. Mimi sijaenda huko wala sikujua kama kuna kitu kama hiki. Kuna nini? Hiyo hukumu imetoka. Tanzania ilikuwa na nafasi ya kujitetea, ikashindwa kujitetea. Baada ya kwamba hata huo utetezi wao wameuchukua na kuupitia, kila walichokuwa kitetea wanasema kwamba hicho hapana, kile akiendani na jamii ya watu walioungwanika. Utetezi wenu hauendani na utawala wa sheria. Kwa hiyo ndugu zangu, hiyo ndio hali ambayo tumekutwa na hiyo hatia. Kama nchi tufahamu kwamba kama siku ile nizungumzia masuala ya kumanua na kusarula, na tumefika huko. Sawa, hali yetu ni mbaya sana. Sawa, watu wamesarula mpaka wakamanua. Sasa hii ni hatari sana. Asanteni sana.